Mambo ni vipi mwana familia wangu, ni time nyingine poa tunakutana hapa Bongo Vibe TV kuweza kubadilishana na kujuzana machache kati ya mengi ya kimichezo ambayo yametufikia mezani kwetu siku hii ya leo. Na kubwa kuliko tunakwenda kuangazia yala na ujiri kutokea pale kwenye timu ya Yanga Sports Club, hususani kuelekea kwenye mchezo kati yao dhidi ya timu ya FAR Rabat kutokea pale nchini Morocco. Kama ninavyofahamu weekend hii hapa klabu ya Yanga atakuwepo dimbani dhidi ya timu ya FAR Rabat katika muendelezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo mapema, kocha mkuu wa timu hiyo ya Yanga Sports Club, hapa namzungumzia bwana Pedro Gonçalves, yeye amekwishaweza kukiweka wazi kikosi chake ambacho kitakwenda kumenyana dhidi ya timu hiyo ya FAR Rabat kutokea pale nchini Morocco katika muendelezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwenye kundi B, ambapo kocha huyo mkuu wa timu hiyo Yanga Sports Club amesema ya kwamba kikosi chake hiko kitakuwa kina mabadiliko makubwa kuelekea kwenye mchezo huo ukifananisha na kikosi cha mwisho ambacho kilicheza dhidi ya timu ya National Al Ahly pale kwenye dimba la New Amani Complex. Hivyo tutarejea matarajio makubwa ya kikosi cha klabu ya Yanga dhidi ya timu ya FAR Rabat weekend hii hapa kufuatia uhitaji wa mchezo huo husika. Mimi niko na kikosi hapa cha wanaume 11 ambao kocha Pedro amekwishaweza kuwachagua ndio watakaoenda kucheza kwenye mchezo dhidi ya timu ya FAR Rabat. Lakini kabla sitakusogezea moja kwa moja kikosi hiki na wewe na mchezo wangu, uweze kufahamu kocha huyu Pedro anakwenda kuanza na wachezaji gani kwenye kikosi hiko cha kwanza ambacho kinakwenda kucheza dhidi ya timu ya FAR Rabat. Naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi kabisa mwana familia wangu, kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza unajoin nasi hapa alafu bado hujasubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanayoandikwa subscribe, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Utafanyaje sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya za kimichezo? Cha kufanya sasa hivi mwana michezo wangu, swala ni jepesi kabisa. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Baada ya hapo hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Kwa kufanya hivyo wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na ukishafanya hivyo hautakaa kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya za kimichezo, bali utapokea notification moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba tumekushaweza kukusogezea taarifa mpya ya kimichezo. Na jukumu lako mama linabakia kuwa jepesi kabisa mwana familia wangu, ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali juu ya kocha mkuu wa klabu ya Yanga bwana Pedro kuweza kuweka wazi mapema kikosi chake ambacho kitakwenda kumenyana dhidi ya timu ya FAR Rabat katika muendelezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kutokea kwenye kundi B. Sasa kabla sijakusogezea moja kwa moja kikosi hiki cha wanaume 11 ambao kocha Pedro amekwishaweza kuwateua ndio watakaokwenda kupapatuana kwenye mchezo huo wa kutafuta alama tatu muhimu, labda nikusogezea haraka hapa msimamo wa kundi B namna ambavyo unaonekana mpaka sasa hivi mara baada ya timu zote kuweza kucheza michezo minne. Kwa upande wa nafasi ya kwanza hapa inashikiliwa na timu ya Al Ahly, wao wakicheza michezo minne na wakiweza kujikusanyia alama zao 8. Nafasi ya pili inashikiliwa na timu ya FAR Rabat, wao wakicheza michezo minne na kuweza kujikusanyia alama zao 5. Nafasi ya tatu ni Yanga Sports Club, wao wakicheza michezo yao minne na kuweza kujikusanyia alama 5. Nafasi ya 4 na ya mwisho inayoshikiliwa kwenye kundi hili ni timu ya JS Kabylie, wao wakicheza michezo minne na kujikusanyia alama zao 2. Sasa katika muendelezo wa kundi hili B kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, mchezo unaofuata unazikutanisha timu mbili, timu ya Yanga Sports Club wakicheza dhidi ya timu ya FAR Rabat. Miamba hao ambao wanakutana ikiwa wameweza kufungana alama mara baada ya kuweza kucheza michezo minne, kila mmoja akiweza kujikusanyia alama zake 5. Yanga Sports Club akiwa na alama 5, lakini timu ya FAR Rabat akiwa na alama zake 5. Kinachotofautisha hapa ni idadi ya magoli ya kufunga na kufungwa, ndio kinachotofautisha timu hizi mbili. Sasa
kwenye mchezo wa awali ambapo klabu ya Yanga ilikuwa nyumbani pale New Amaan Complex alipokutana na timu hii ya FAR Rabat, mchezo uliweza kutapatika kwa klabu ya Yanga kuweza kuibuka na ushindi wa chuma moja kwa bila dhidi ya timu hii ya FAR Rabat, ambapo mchezo huo ulikuwa una kasi kwelikweli, ulikuwa na tension kubwa, lakini Yanga aliweza kufanikiwa kutumia vizuri ile home advantage kwa kuiadhibu vikali timu ya FAR Rabat kwa kuichakaza chuma moja kwa bila na kuondoka na alama 3 muhimu. Sasa huu mchezo ambao klabu ya Yanga wanakutana nao timu ya FAR Rabat Februari 7 kwenye majira saa 10 kamili pale nchini Morocco unakuwa ni mchezo wa marudiano, na mchezo ambao kiukweli kila timu hapa inahitaji alama 3 muhimu, alama ambazo zitakawasaidia kuhakikisha wanajiweka sawa kuelekea kwenye kufuzu hatua robo finali kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kila mmoja ana uhitaji na mchezo huu hapa, ndio maana anaweza kusema hii inaweza ikawa ni zaidi ya finali ama ni mechi dume kwenye hatua hizi za makundi, ambapo mchezo huu unazikutanisha timu mbili, timu ya Yanga Sports Club dhidi ya timu ya FAR Rabat. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo, mapema kocha klabu ya Yanga yeye amekushaweza kutangaza kikosi chake cha wanaume 11 ambao wanakwenda kutoshana kumenyana dhidi ya timu hiyo ya FAR Rabat. Mimi niko hapa kuweza kukusogezea haraka kikosi hiki ili nawe uweze kufahamu mwana michezo wangu kikosi ambacho kinakwenda kupambania alama 3 muhimu dhidi ya timu ya FAR Rabat kutokea hapo nchini Morocco. Kwa upande wa goalkeeping hapa tegemea kumuona golikipa Djigui Diarra akisimama vyema kwenye kikosi hiko cha kwanza kwenye milingoti mitatu ya timu ya Yanga Sports Club. Lakini kwa upande wa beki nambari 2 hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji si mwingine bali ni mchezaji Dickson Jobu akisimama vyema katika lile eneo la beki nambari 2. Ingawa eneo lake la uasilia ni kucheza beki wakati, lakini hapa kocha huwa anamtumia kama beki nambari 2. Lakini kwa upande wa beki nambari 3 hapa tutegemea kumuona mchezaji Mohamed Hussein Zimbwe Junior, safari hii akianza ndani ya kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa beki nambari 4 na beki nambari 5 hapa tutegemea kumuona mchezaji mchezaji Ibrahim Abdullah Baka akishirikiana vyema na Bakari Nondo Mnyeto. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 6 hapa tegemea kumuona akiingia Mohamed Damaro kwenye eneo lile la katikati. Mzee wake kuchafua, Damaro huwa ana kazi chafu katika eneo la katikati. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji Max Nzengeri katika lile eneo la winga nambari 7. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 8 hapa tegemea kumuona akiingia Duke Abuya katika lile eneo la kiungo nambari 8. Lakini kwa upande wa mshambuliaji kinara hapa tegemea kumuona akianza Depu akisimama vyema katika lile eneo la juu kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 10 hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji The Starboy Aran Okero akienda kuzima vyema kwenye lile eneo la kiungo nambari 10. Lakini kwa upande wa mchezaji wa mwisho ama winga ya kushoto hapa tegemea kumuona mchezaji Pacome Zouzoua akiingia vyema kwenye eneo la winga ya kushoto kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Hiko ndo kikosi ambacho huenda kocha Pedro ataenda kuanza nacho zidi ya timu ya FAR Rabat, mchezo ambao unatarajiwa kufanyika weekend hii hapa Februari 7 hapo nchini Morocco. Ni yapi maoni yako mwana mchezo wangu kuhusiana na hiki? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu hapo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.